Kumekuwa na maandamano ya wanaharakati jijini Nairobi hii leo kufuatia kifo cha mwanablogu na mwalimu Albert Omondi Ojwang ambaye aliaga dunia akiwa kizuizini katika kituo cha Central Nairobi. Wanaharakati waliandamana nje ya chumba cha kuhifadhia maiti mjini Nairobi ambapo mwili wa Albert umehifadhiwa. Huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya imewasimamisha kazi maafisa 5 kuhusiana na kifo hicho, akiwemo afisa mkuu wa kituo cha Central. Inasemekana kwamba Albert aliyekuwa na umri wa miaka 31 alikamatwa kuhusiana na madai ya kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni. Albert alikamatwa Ijumaa iliyopita katika eneo la Homa Bay, zaidi ya kilomita 350 kutoka Nairobi, na kisha kusafirishwa hadi jijini Nairobi siku ya Jumamosi. Alifariki siku moja baadaye. Polisi wanasema Albert alifariki kutokana na majeraha ya kichwa akiwa kizuizini na kwamba alijisababishia majeraha hayo yeye mwenyewe. Kumekuwa na wito kwa polisi kutoa maelezo kamili kuhusu kifo hicho. Chama cha wanasheria nchini Kenya LSK kimesema kwamba, na hapa na nukuu, "Tukiangazia tangu mwanzo, tunabaini kuwa matukio yote yaliyopelekea kifo kisichotarajiwa na cha kusikitisha cha Bwana Ojwang ni matokeo ya ukiukaji wa sheria, uovu na matumizi mabaya ya mamlaka." Mwisho wa nukuu. Tume huru ya kusimamia utendakazi wa polisi nchini Kenya IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo hicho. Huyu hapa Inspekta Jenerali wa polisi nchini Kenya Douglas Kanja akitoa maelezo kuhusu kisa hicho mapema leo. Given the circumstances surrounding the incident, kwa hali ya matukio katika kifo hiki, kisheria ni sharti tufanye uchunguzi ni kitu gani kilichotokea mikononi mwa polisi. Tumefahamisha tume huru ya usimamizi wa polisi IPOA kufanya uchunguzi wa kina tena huru. Nimeamuru pia kusimamishwa kazi kwa kiongozi wa kituo kikuu cha polisi Nairobi OCS, na pia alikuwa polisi wa zamu usiku huo na polisi wote waliokuwa wanafanya kazi usiku huo. Tutahakikisha tunafuata sheria na tutatoa usaidizi wowote unaohitajika wakati uchunguzi unapoendelea. as we get to the bottom of this matter. Sasa ili kufahamu zaidi tunaungana mubashara na Hussein Khalid, ni mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa. Anajiunga nasi kutoka Nairobi. Khalid, umekuwa ukifuatilia taarifa hii na pia leo ulikuwa na familia. Tueleze kwanza, shughuli ya upasuaji na ukaguzi wa mwili wa Albert imefikia wapi? Naam, hadi jioni hii ya leo hatukuweza kufanya upasuaji wa mwili kwa sababu kulikuwa hakuna daktari wa upande wa serikali. Upande wetu wa mashirika, upande wa familia, madaktari wetu walikuwepo. Lakini daktari mkuu wa serikali alisema kwamba yeye ana uhusiano na familia ya marehemu, kwa hivyo yeye mwenyewe asingeweza kuingilia kwa sababu kutakuonekana labda huenda akapendelea. Na yule mwingine aliyekuweko ilikuwa anapatikana kesho asubuhi. Kwa hivyo hadi hivi sasa hatujafanya upasuaji, lakini tunatarajia kesho jambo la kwanza asubuhi tutaanza na shughuli hiyo. Na polisi pamoja na tume huru ya IPOA wamesema watachunguza pia. Maafisa kadhaa wamesimamishwa kazi. Je, mpaka sasa wewe pamoja na familia muna imani na hatua zilizochukuliwa? Naam, hadi hivi sasa hatujatosheka na zile hatua zilizochukuliwa. Kwanza kabisa tunafaa tuseme kiwazi kabisa, kiunaga ubaga, kwamba hatuna imani na polisi kufanya uchunguzi wa swala hili kwa sababu washukiwa wakuu katika mauaji ya Albert ni polisi. Kwa hivyo hatuna imani ikiwa polisi, idara ya polisi, wao ndio watakaochukua usukani katika swala hili. Kwa upande wa IPOA tumesema ni sawa kwa sababu ni tume huru ile na tunatarajia kwamba itaweza kufanya kazi. Lakini pia tukiwa tunasema tutafanya kazi na kushirikiana na IPOA, tunaelewa kwamba hadi hivi sasa kumekuwa na visa kadha wa kadha ambavyo IPOA haijaweza kutupa majibu kamili. Kwa hivyo pia tunasema IPOA wakaze kamba, wahakikishe kwamba swala hili ambalo liko wazi kabisa wamelivalia njuga na kuhakikisha kwamba haki imeweza kupatikana. Hali visa vya watu kupoteza maisha yao mikononi mwa polisi si vya kawaida. Nini kinapaswa kuchukuliwa sasa ili kuhakikisha kwamba visa hivi vinakomeshwa kabisa? Swali zuri sana hilo Audit. Na sisi kama nchi tunajua kwamba tumepiga hatua kwa mujibu wa katiba na sheria zetu kuhakikisha kwamba polisi wanapofanya kazi yao wanafanya kazi yao kwa mujibu wa sheria na katiba ya Kenya. Na kwanza kabisa tunakemea hatua ya kuwasimamisha kazi maafisa wa ngazi za chini. Kila mtu anafahamu kwamba marehemu Albert, yale mashtaka aliyokuwa amefikishiwa ni mashtaka yanayolingana ama yanayoingiliana na wakuu
katika idara ya polisi. Leo hii vipi kwamba wao bado wanaendelea? Na tunajua hatua zilizochukuliwa tangu swala hili kuanza si hatua za kawaida, kwamba watu watatoka kutoka Nairobi kwenda kumfuata hadi kule mashambani kwao. Hii lazima kulikuwa na uingiliano ama aliingilia mmoja wa wale wakubwa. Kwa hivyo kwanza kabisa tunataka wale wakuu ambao wametajwa katika kisa hiki vile vile wasimamishwe kazi haraka iwezekanavyo. Pili, tuhakikishe kwamba tumeleta wachunguzi ambao ni wa haki, wachunguzi huru ambao hawana uingiliano wowote na yale ambayo yametendeka katika hili swala. Haya ni mambo ambayo yataweza kutusaidia sisi kupata haki na kujenga imani. Hali kwa kifupi tu, mtu anauawa mikononi mwa maafisa wa polisi ambao wao ndo wanaipaswa kumlinda. Hii inatoa taswira gani kuhusiana na huduma nzima ya polisi nchini Kenya? Hii inatoa taswira ya kwamba kitengo cha idara ya polisi hapa nchini Kenya ni kitengo ambacho bado hakijabobea katika utendakazi wake. Sisi kama wananchi tunafaa kuwa salama tukiwa mikononi mwa polisi. Leo hii itakuwaje mtu amepeanwa kwa mikono ya polisi akiwa hai, akiwa mzima wa afya, kisha chini ya masaa 24 huyu jamaa anapatikana kwamba amepoteza maisha yake? Kwa hivyo hii inavunja imani katika idara ya polisi. Ndio kwa maana tunasema lazima tupate haki ili ile imani iweze kujengwa kidogo. Naam, shukran sana Hussein Khalid. Mahojiano hayo na Hussein Khalid ndio yanayohitimisha taarifa yetu kuu siku huu.